usiku wa nusu Shaabani tarehe 15. Je, ni usiku ambao una nafasi yoyote? Ni siku ambayo ina hadhi yoyote? Ni siku ambayo ina chochote? Usiku huu ndio usiku ambao panafungwa mahesabu ya mtu ya mwaka na kupandishwa matendo yake. Na usiku huu ni miongoni mwa masiku meupe katika masiku ya mwezi. Kwa hiyo man kana saima, mtu yeyote ambaye atachukua maamuzi ya kufunga ili aondokane na kufunga kwa imani ambayo au na kwa dhana ambayo sio sahihi, anatakiwa afunge kwa dhana ya kwamba anafunga masiku meupe ya mwezi wa Shaabani. Atafunga tarehe 13 na tarehe 14 katika masiku meupe, na atafunga tarehe 15 kwa sababu haya ni masiku meupe na atakuwa amepatia. Lakini mwenye funga maalum ambayo inaitwa funga ya kugawa mwezi wa Shaabani, akawa nia yake asubuhi ametia nia kwamba leo nafunga funga maalum ya nusu ya Shaabani, funga yenye nembo kama hii ndio ambayo haijaja, na ndio maana utasikia wanawazuoni wakikuambia ya kwamba usifunge hivyo kwa nia hiyo, kwa sababu innamal a'mal binniyat, hakika matendo yanalipwa kwa nia. Na hizi nia ambazo anafungia nazo mtu ziwe ni nia ambazo pia katika daftari la kitabu cha Allah tabaraka wa taala hizo nia ni zimeruhusiwa. Yaani mathalan ukifunga kwa dhana ya masiku meupe katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhana ya masiku meupe ipo. Kwa hiyo utapata hizo thawabu zilizoandaliwa kwa yule ambaye anafunga masiku meupe hadi siku ya 15 ya mwezi Shaabani. Lakini ukifunga kwa dhana ya mchana wa siku tukufu ya tarehe 15, dhana ndio ikawa ni hiyo, hautopata kwa dhana hiyo, kwa sababu dhana hiyo katika upande wa sunna haipo. Kwa kufunga utakuwa umefunga, lakini dhana hiyo haipo. Kwa nini? Kwa msingi wa innamal a'mal binniyat. Na nyinyi mnatambua ya kwamba dini ya Kiislamu tunafanya matendo ambayo tumeelekezwa na wala sio yale tunayoyapenda, na yakiwa ni yale tunayoyapenda basi yawe yanaendana na namna anavyopenda Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hilo ilikuwa katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo mwezi wa Shaaban ni katika mwezi ambao muumini anatakiwa awe na dhana halisi na sahihi katika kujiandaa kwake na mwezi wa Ramadhani. Najua kwamba mtu akikaa jirani na mtu mtukufu, hufika wakati mwingine watu wanaanza kutekeleza masharti yanayopatikana kwenye ile nyumba ya mtu mtukufu kuanzia kwenye nyumba yake. Mathalan, mtu anaelekea Ikulu mathalan, anapofika maeneo ya karibu, hata kabla hajaingia katika lile geti, basi zile kanuni na feeling za kuhisi kwamba nimeshakaribia katika eneo tukufu zinakuwepo. Sasa dhana ya muumini ndani ya mwezi wa Shaabani inatakiwa iwe ni dhana ya ibada, na mwili wake unatakiwa uwe ni mwili wa kuelekea katika ibada. Asiingie katika kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika humo ndani yake. Hii sio taarifa iliyo nzuri kwamba tufurahi kwamba tuko katika sunna ya kughafilika, ukawa unashukuru kwamba Mtume amesema kwamba mwezi huu tunaghafilika bwana, kwa hiyo tuko katika kutekeleza maneno ya Mtume ya kughafilika. Hii ni taarifa
ya uzinduo, kwamba ni mwezi ambao wanaghafilika, basi wewe muumini usiwe miongoni mwa wenye kughafilika. Sio taarifa ya kukufurahisha mimi na wewe kwamba vipi, mwezi huu tumeambiwa ni mwezi wa kughafilika, kwa hiyo tupo kwenye kutekeleza ibada ya kughafilika. Sio kitu kizuri. Basi kwako na kwangu na kwa mwingine uwe ni mwezi wa kuzinduka kwamba mbele yetu tuna mwezi tukufu wa Ramadhani. Aqulu ma tasma'un was'alullah wa antum muqinuna bil ijaba.